kipindi hichi ambacho Tanzania au jiji la Dar es Salaam limeshuhudia changamoto ya maji, na sisi kama bodi ya Wami Ruvu tukasema hapana, tusikae tu tukajifungia, tuende field, na tumejiridhisha kwa kipindi hichi tumeweza kujishuhudia wenyewe takwimu katika maeneo matatu. Moja ya kituo ambacho kikubwa tumeweka mitambo yetu kwa ajili ya kusoma takwimu za maji yanayopita kwa sekunde. Kwenye kituo cha Kibungo mto Ruvu inaonesha kabisa hapo awali zilikuwa zinapita lita 8,300 kwa sekunde, lakini kwa sasa leo tumejiridhisha baada ya mvua hizi kunyesha kuanzia tarehe 15, 16, 17 na leo tumejiridhisha wazi kwamba sasa hivi kiwango cha maji kinachopita kwa sekunde ni lita 59,400. Lakini vile vile kituo kingine ambacho kinachangia maji pia katika mto wa Ruvu, kituo cha Mvuha, nacho kimetuonesha motisha, kwa maana kwamba hapo awali kilikuwa kinasoma lita 4,000 kwa sekunde, lakini sasa hivi kinasoma lita 9,100 kwa sekunde. Na hii yote imechangiwa na namna bora ya usimamizi wa rasilimali za maji, hasa katika kuzuia watu waliokuwa wanachepusha maji kwenye mto mkuu wa Wami Ruvu kwenda kwenye kilimo, ambapo watu hawa sisi tuliweza kutoa takwimu na taarifa mapema tangu mwezi wa 8 kuambia kwamba shughuli za kilimo zitasimama kwa sababu mwaka huu kutokana na taarifa za TMA inaonyesha kabisa wazi kwamba tutakuwa na mvua ndogo. Kwa hiyo tuliwapa katazo na hakuna mkulima yoyote aliyoathirika, japokuwa tumesitisha utoaji wa vibali kama bodi. Lakini kituo cha tatu ambacho bodi tumejiridhisha pia ni kituo cha Ruvu Kibaha, kwa maana ya Ruvu Darajani, na yenyewe tumejiridhisha readings pale zinasema hapo awali ilikuwa inasoma kwa sekunde moja zinapita lita 6,600, lakini kwa sasa tumejiridhisha kwa kila sekunde zinapita lita 2,910. Kwa kitu ambacho tunategemea sasa mitambo yetu kuanzia tarehe 19, 20, 21, 22 na kuendelea, basi tunaweza tukapata maji kwa 100%. Tunaweza tukajinasibu kwamba ongezeko hili la maji limetokana na ulinzi shirikishi ambao umefanyika kati ya sisi bodi ya Wami Ruvu, lakini jamii ya Morogoro na maeneo ambao vyanzo vya maji hasa milima ya Uruguru na Morogoro vijijini, ambapo wananchi sasa wameshapata uelewa. Na kwa kusema hayo, kwa sasa naweza nikajiridhisha pamoja na bodi yetu kwamba mto wetu wa Ruvu uko salama, kwa maana kwamba wachepushaji wa maji doria inafanyika na tumetoa ulinzi, lakini vile vile vilimo vilivyokuwa natumia umwagiliaji na wenyewe vimesimama. Kwa hiyo mto wetu uko salama na maji yanapita kwa uhakika. Kwa hiyo tutegemee mabadiliko makubwa ndani ya siku hizi tatu kuwa na maji ya kutosheleza katika jiji letu la Dar es Salaam na changamoto hii kuweza kuisha kwa wakati ambao